Mvulana alipata upinde uliokuwa umesimama hewani kwenye ua. Kwa udadisi, aliuchukua, akajiandaa na akapiga mshale. Mshale mara moja ukageuka kuwa dragoni wa dhahabu na ukagongana na kilele cha mlima. Nguvu zake zilitikisa ardhi. Wazee wa nyumbani walikimbia mara moja uani, kwa sababu upinde huu ulikuwa na uzito wa pauni 30,000. Kwa miaka 1000 hakuna aliyeweza kuuinua isipokuwa mababu zao. Kiongozi wa kikundi aliamuru mtu huyu atafutwe. Kwa msaada wake, kikundi kingeweza kuunganisha ulimwengu wote, lakini hawakujua mtu aliyemtafuta alikuwa mvulana huyo ambaye walimuona daima kama mtu asiye na maana. Siku chache zilizopita, babu yao alikufa kutokana na majeraha yaliyosababishwa na mazoezi ya kiungu, lakini Mungu alimhurumu na akaacha robo ya roho kuingia kwenye mwili wa mvulana mgonjwa. Baba ya mvulana alikuwa amekufa mapema. Ndani ya kikundi daima imekuwa ikitumikiwa na mama yake na bibi yake, lakini makundi mengine yalitaka kuwachukua. Waliwatuma watu kuwabana nyumbani kila siku. Mama ya mvulana alipigana kwa nguvu zote kukabiliana. Wakati wa hatari, mvulana alitoka kuwazuia. Hata walijaribu kumshambulia mvulana. Bibi ya mvulana aliwadharau kwa kuwanyanyasa wenye nguvu zao. Kwa hivyo, kiongozi wa upande wa pingamizi alipendekeza mashindano. Mshindi angekuwa kiongozi wa makundi yote mawili. Pambano lilianza. Pande zote mbili ziliwatuma wanafunzi wao kujaribu usahihi wa kutupa mishale. Frisbee 60 zilitupwa katika duru 3. Upande uliopiga zaidi ungeushinda. Mama ya mvulana alipanda kwenye jukwaa kwanza, lakini alipiga frisbee moja tu katika duru ya kwanza. Wapinzani wakaanza kumdhihaki. Alidhani atashindwa. Wakati huu mvulana alikimbilia kwenye kichaka kukojoa. Pia alilalamika kuwa upepo ulikuwa mkubwa sana kwa kulenga kwa usahihi. Mama alitambua mara moja kuwa mwanake alikuwa akimdokeza atumie mwelekeo wa upepo. Baada ya kurekebisha, hatimaye alipiga frisbee 9 kwa jumla. Lakini ilipofika zamu ya upinzani, waliwatuma mtupa mishale wao mwenye nguvu zaidi. Baada ya duru 3 za kutupa frisbee, alishinda kwa kupiga 22. Wabaya wakaanza kudharau. Walidhani hakuna mtu angeweza kuwashinda. Wakati huu, bibi ya mvulana alimtuma mvulana nje. Kupitia uchunguzi, alijua mjukuu wake hakuwa mtu wa kawaida. Kila mtu alicheka. Walimtania kuwa mvulana huenda hata hakuweza kushikilia mshale, lakini mvulana alijifunika macho na kuwaomba watupie frisbee zote mara moja.